Kutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Rais Samia atunukiwa tuzo maalum ya kiongozi mwenye maono. Kimataifa, Israeli yafungua tena mpaka wa Rafah kwa majaribio. Na katika michezo, ujenzi wa uwanja wa AFCON Zanzibar wafikia 30%. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, ikiwa ni mwezi mpya, na kukaribisha katika saa moja ya habari. Langu jina ni Zinazire Mswima. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameibuka kinara wa tuzo za kitaifa za uhifadhi na utalii Serengeti Awards kutokana na uongozi wake bora na wa kimkakati katika kukuza sekta ya maliasili na utalii kupitia jitihada zake za kutangaza vivutio vya Tanzania kimataifa. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla hiyo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alisema jitihada za serikali ya awamu ya 6 zimezaa matunda, ambapo idadi ya watalii wa kimataifa imefikia milioni 2,95,823 kati ya Januari hadi Novemba 2025, sawa na ongezeko la takribani 9.2% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2024. Ongezeko hili linaonyesha wazi kwamba hatua hizi za serikali zikishirikiana na sekta binafsi zinaongeza mvuto wa Tanzania kama eneo salama la kuvutia na lenye vivutio vya kipekee. Nitumie jukwaa hili kuwatangazia dunia nzima kwamba sekta ya utalii Tanzania inaendelea kuwa chaguo sahihi na chaguo la kipekee, na Tanzania ni salama, kila mmoja aje na hata sahau akishatembelea maeneo yetu ya vivutio. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitunukiwa tuzo maalum ya kiongozi mwenye maono au Visionary Leadership Award kwa mchango wake mkubwa katika kukuza utalii na uhifadhi wa maliasili, hususan kupitia filamu za Tanzania za Royal Tour na Amazing Tanzania, pamoja na juhudi zake za kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya utalii na uimarishaji wa hifadhi. Sote tunapaswa kuhakikisha kuwa shughuli zote za utalii na uwekezaji zinafanywa kwa kuzingatia sheria, kanuni na misingi ya uhifadhi wa mazingira, na wadau wa sekta binafsi na wananchi wote wanaoishi maeneo ya uhifadhi wanahimizwa kuwa walinzi wa kwanza wa rasilimali hizi, kwa kutambua kuwa maliasili ni urithi wa taifa wa sasa na vizazi vijavyo. Wizara iendelee kusimamia uimarishaji wa mazingira wezeshi ili wananchi wanaozunguka maeneo ya hifadhi na vivutio vya utalii wanufaike moja kwa moja kupitia ajira, miradi ya kijamii, biashara ndogo ndogo na fursa mbalimbali za uwekezaji zinazojitokeza. Kwa upande wake, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashantu Kijaji alimpongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti uliowezesha kuimarika kwa uhifadhi, ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege katika maeneo ya hifadhi, hatua ambazo zimerahisisha shughuli za utalii na kuongeza mvuto wa Tanzania kimataifa. Na yeye amekuwa ni kinara wa mafanikio haya tunayoyasherehekea siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa utafahamu Mheshimiwa Rais alijitolea kutoa fedha za kutosha katika kuhakikisha tunakuwa na uhifadhi ulioboreka ndani ya taifa letu. Lakini hakuishia hapo, akatoa fedha za kutosha za kuboresha miundombinu ya barabara, lakini ujenzi wa viwanja vya ndege kwenye hifadhi zetu ili kurahisisha shughuli ya utalii ndani ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wetu hakuishia hapo kwenye kutoa fedha tu. Sisi wa Tanzania ni mashahidi. Tulimuona Mheshimiwa Rais aliuweka pembeni uheshimiwa urais wake, akatoka hatua moja kwenda nyingine, akapanda milima, akashuka mabonde, akapita baharini na kwenye mito, akienda kuifanya kazi ya kuongoza watalii. Hafla hiyo ilihudhuriwa na shabiki wa klabu ya Manchester City, Brydon Bent,
ambaye alieleza kuvutiwa na uzuri wa vivutio vya Tanzania ikiwemo Serengeti na Ngorongoro pamoja na ukarimu wa Tanzania, akisema safari hiyo itabaki kumbukumbu isiyosahaulika maishani mwake. Wakulima wa mazao ya biashara na chakula wilayani Geita wameiomba serikali kuzingatia kalenda ya kilimo wakati wa utoaji wa pembejeo ili kuwasaidia kudhibiti wadudu na kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao yao. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Geita inafafanua zaidi. Wakizungumza katika kikao kazi cha kuweka mikakati ya msimu wa kilimo, wadau hao wamesema licha ya serikali kutoa pembejeo mbalimbali ikiwemo mbegu bora, mbolea na viuatilifu, bado changamoto kubwa imekuwa kuchelewa kwa pembejeo hizo kufika kwa wakulima. Nyakamwaga mwaka jana mbolea haikufika hata 50, wakati wakulima tumo zaidi ya 400, kwa sababu ina bei kubwa, halafu iko mbali. Kwa hiyo unakuta kwamba wakulima hawawezi. Tutazungumza ruzuku mpaka itapita ya Samia, lakini wakulima hawajazitumia kwa sababu zina bei na ziko mbali. Kwa hiyo nashauri kwamba hivi hawa maafisa kilimo mwezi wa 7 kazi zianze kwa ajili ya kuwatembea wakulima na kuwaelimisha. Wanapeleka mbolea zetu zile za kienyeji, za samadi na nini, ndio muda wake. Lakini itakapokuja na nini na wanasimamia ruzuku na mbolea zinakuja kweli mapema na zisogezwe angalau tukata zote hata eneo la kata. Nimejifunza kilimo cha kisasa, lakini kinahitaji mtaji kwa sababu mbolea zinakuwa na bei kali. Hatuna uwezo wa kuzinunua zile mbolea za kuweza kurutubisha shamba. Afisa kilimo wa kata ya Nyakamwaga, halmashauri ya wilaya ya Geita, Joseph Edson, amesema kikao hicho kimeandaliwa kwa lengo la kutambua kero na changamoto zinazowakabili wakulima pamoja na kutafuta suluhu zitakazoboresha utekelezaji wa shughuli za kilimo katika kata hiyo. Na katika kikao hiki tumejadili mambo mengi sana, ambapo tumeangalia changamoto nyingi ni kwamba kulikuwa ushirikiano mdogo kati ya wakulima na wakulima. Hivyo ni kitu cha kwanza ambacho tunataka tukizingatia na tukifanyie kazi, kutengeneza umoja na ukaribu wa wakulima kwa maafisa ugani na wakulima wenyewe, ili iweze kuwa rahisi kwa ajili ya kuwaorganize na ushiriki katika shughuli mbalimbali za kilimo ambazo tunakuwa tumezipanga. Na kitu kingine ambacho tumeweza kuafikiana ni kuweza kupata mashamba darasa kutoka kwenye taasisi mbalimbali za elimu, ambapo taasisi nyingi za elimu ziliahidi kutoa zipatazo 2 kwa ajili ya mashamba darasa. Diwani wa kata ya Nyakamwaga amesema lengo kuu la kikao hicho ni kubadilisha fikra za wakulima ili kuacha kilimo cha mazoea na kuanza kufanya shughuli za kilimo cha kisasa kilicho na tija. Msimu wa mvua, hicho kilimo kimeshapitwa na nini na wakati. Lazima tuanze kutumia nini maji mbadala kwa ajili ya umwagiliaji, kwa ajili ya urutubishaji. Ni wajibu wetu kushirikiana kuboresha na kupanua miradi ya umwagiliaji, kutumia maji kwa ufanisi na kulima kilimo cha umwagiliaji ili tuweze kuzalisha kwa hakika msimu wote. Wakulima walichokiomba kutekelezwa ni kupewa kwa wakati pembejeo za kilimo, kwa kuwa kama zitatolewa zikiwa zimechelewa haziwezi kuchochea kilimo chenye tija. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia chama cha ukombozi wa umma Sigrada Mligo amesema bunge linapaswa kutumia mjadala wa hotuba ya rais kutoa ushauri mahususi kuhusu kuanza kwa mchakato wa katiba mpya kama alivyoahidi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Akizungumza jijini Dodoma, Mligo amesema wabunge wengi walishindwa kutumia fursa hiyo kuishauri serikali juu ya utekelezaji wa ahadi hiyo muhimu, huku akisisitiza kuwa rais alitekeleza wazi kuwa mchakato huo ungeanza ndani ya siku 100 za mwanzo. Mtu ameleta hoja ya katiba mpya. Kuna mtu amesimama pale kuzungumzia swala la katiba mpya na kumshauri rais tupite njia gani kuipata hiyo katiba mpya? Hakuna hata huyu. Hiyo ndo Tanzania. Hakuna hata mmoja aliyesimama kusema rais, huu mchakato wa katiba mpya, wengi mlezo wanajua tukileta katiba mpya pengine hawatarudi kuwa wabunge. Sasa ule ni ubinafsi. Leta katiba mpya, hii nchi ni yetu sote. Rais ameleta lile kablasha limeletwa mle, tumegawiwa wote yale maelezo ya rais na msimamo wa rais. Yanarudi hivyo hivyo kwake. Kwa sababu hakuna mchango.
Sisi kama wabunge mchango gani tumeadi pale? Hamna mchango tulioadi pale mpaka sasa hivi. Yaani mimi nawaza hata yeye atakavyosema kwanza akae apokee maoni ya wabunge. Mimi naweza kusema kitu kimoja kwa Mheshimiwa Rais. Kwa sababu ameongea jambo la msingi sana na ameona mbali, atekeleze hayo maono yake bila kuangalia watu watasema nini, hasa watu wa chama chake. Kwa sababu yale aliyoandika mengi hawayataki. Ndio maana hawataki hata kumpa ushauri au ushirikiano. Lakini pia nataka kumwambia Mheshimiwa Rais, nataka kumwambia rais wa Tanzania bado maisha yao ni magumu sana. Maisha ya mtu mmoja mmoja, zamani tulikuwa tunakula milo 3 kwa siku. Sasa hivi hata mlo mmoja kwa siku watu wanautafuta kwa tochi. Huo ndio ukweli. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametembelea hifadhi ya taifa ya Arusha ikiwa ni kuunga mkono juhudi za kuhamasisha utalii. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kupitia Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametembelea hifadhi ya taifa ya Arusha ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha utalii. Waziri Mkuu amempongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuvitangaza vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Waziri Mkuu ametoa wito kwa Tanzania kuendelea kujitokeza kwa wingi kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini ili wafaidi uzuri wa nchi yao, kwani vivutio hivyo havipo kwa watalii wageni peke yao. Na Mtanzania yeyote atamani kufika katika maeneo yenye vivutio kama hiki hapa ambacho tumekiona. Na Mheshimiwa Waziri, wakati tunapanda pale nikauliza gharama ya Mtanzania wa kawaida kujionea vivutio vya aina hii, nimeambiwa ni takriban 11,800 na nimeona Watanzania wanaweza wakamudu kama ambavyo tunaona kwa wenzetu wa kutoka mataifa ya nje. Wakija kufanya utalii huwa haimaanishi kwamba ni matajiri sana, lakini wamejenga utaratibu wa kufanya kazi mwaka mzima, lakini wanatenga siku 2-3 za kwenda maeneo kama haya kuondoa stress. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenzetu wa uhifadhi kuendelea kuhifadhi urithi huu ili na sisi tuwarithishe watoto zetu na wajukuu zetu na wote wa Tanzania, taifa la leo na la kesho, kama ambavyo sisi tumerithi kutoka kwa baba zetu na babu zetu. Lakini la pili, kujionea utalii huu basi siwe jambo la wageni tu kutoka nje ya nchi. Ukishafanya kazi kwa bidii kwa mwaka mzima, tenga sehemu ya kwenda kuona baraka hizi ambazo Mungu alitupatia Watanzania, ambazo ni mali na urithi wa kila Mtanzania. Akiwa katika hifadhi hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametaka Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi zake za uhifadhi kuendelea kutunza mazingira ya hifadhi mbalimbali nchini ili ziliwe endelevu. TANAPA tumewapa dhamana tu kama mtu mwingine anavyoweza kupewa dhamana kwenye ofisi yoyote. Lakini hii ni mali ya Watanzania, ni urithi wa Watanzania, tuutunze ili tuendelee kupata manufaa mapana kama ambavyo tumeona hapa. Nimeambiwa haya maji si tu kwa ajili ya utalii, ndio yanaofanya shughuli za kiuchumi katika maeneo ya jirani. Tungekuwa tumeharibu uoto huu na uasili huu, tungeathiri na shughuli za uzalishaji za kila siku. Kwa hiyo hii ni jambo lenye faida. Uhifadhi huu una jambo lenye faida kwa kila mtu. Lakini la pili, nipongeze maelekezo ya Mheshimiwa Rais na wizara, mmetekeleza vyema ya kuzitofautisha bei kati ya mtalii Mtanzania na mtalii wa kutoka nje. Hii imetengeneza unafuu, na mimi nitoe rai kwa kila kijana wa Kitanzania, wa kike na wa kiume, na kila Mtanzania, kadri tunavyojituma kufanya kazi, tukumbuke kuweka
kakiba kidogo na siku 2-3 za kutengeneza mwili na mawazo na kichwa upya kwa ajili ya kuanza kazi kwa kasi kubwa zaidi katika mwaka unaofuata mwingine. Kwa hiyo tuwe tunatengeneza majira ya aina hiyo. Ni utamaduni wa kuchochea mwili utamani kufanya kazi zaidi pale unapopata maeneo kama haya ya kupumzisha akili. Pamoja na mambo mengine, akiwa hifadhini humo, waziri mkuu ameshuhudia uwepo wa mti mkubwa aina ya mkuyu wenye miaka zaidi ya 100 pamoja maporomoko ya Tulurusia. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Dr. Mwigulu aliongozana na mkewe Mama Neema Mwigulu. Kutoka hifadhi ya Arusha iliyoko wilayani Arumeru mkoani Arusha, mimi ni Mwamini Magesa. Mkoani Arusha moja kwa moja tuelekea kule mkoani Tabora. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Igunga wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kurekebisha barabara korofi zinazounganisha vitongoji, vijiji na kata mbalimbali wilayani humo, hususan katika kipindi hiki cha mvua. Mwandishi wetu kutoka Igunga ana ufafanuzi wa taarifa hiyo. Kwa usiku tunapata shida sana. Sometime unakuta kama wagonjwa wajawazito tunahangaika sana kuwapitisha kwenye hizi barabara. Wanateseka sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama serikali tupate usaidizi wa marekebisho ya barabara. Kwa sababu mtu ili afikishe mazao yake mashineni lazima atumie chombo cha moto. Kwa hiyo yote inategemea barabara. Kwa barabara kama inakuwa ni mbovu, pia unakuta labda gari linaharibika njiani kwa sababu ya ubovu wa barabara. Barabara ya kutoka Itorogero, Nguru, Imalilo hadi namba 6 hadi Choma. Barabara hiyo mwaka jana Mheshimiwa Mwenyekiti ilikuwa na pesa. Lakini mpaka sasa kuna madaraja ambayo hayajajengwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Yale madaraja yatakamilika lini? Kuna hii barabara kutoka Nanga kwenda Mwabaraturu. Kuna sehemu korofi ambayo kulikuwa kuna daraja pale. Lile daraja walilifukua na sasa hivi hata gari haiwezi kapita. Ni barabara ya Igunga Lugubu Igoweko. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii inaenda paka Simbo na barabara hii ni barabara ndefu. Hivyo tumekuwa tunaitengea bajeti kadri inavyoruhusu. Tunatengeneza kwa vipande. Na kwa hiyo matengenezo mengine yatatokana na bajeti zijazo. Barabara Ndembezi, Belogelo, Ndembezi, Usongo pamoja na daraja, ili vyote vinahitaji bajeti. Ni bajeti zijazo. Baada ya kupata bajeti tutatekeleza kama mheshimiwa alivyoomba. Mnaangalia ukitoa tenda, toa tenda, gawanya hivi vipande, shughuli ifanyike muda mfupi, wananchi wapate huduma. Sasa tutaenda kazi moja inafanyika miezi 6. Mtu mpaka amalize daraja A, aje arudi C. Sasa inakuwa ni mnagawanya hii miradi na tuwahishe huduma hizi. Wananchi kule hawasubiri, na haya maendeleo sisi ndo tunayachelewesha. Watu wanatakiwa wasonge mbele. Katika halmashauri yetu ya wilaya Igunga sisi tunataka, wakati wengine wanatambaa, sisi tunataka tukimbie. Sasa kukimbia tunatakiwa tukimbie kwenye hizi barabara nyinyi ambazo mnatuchelewesha. 25-26 halmashauri ilitengewa fedha kwa mapato ya ndani bilioni 6,972,466,000. Tukija kwenye eneo la miradi, sitoacha kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipekee tena kwa fedha nyingi sana alizozielekeza ndani halmashauri yetu. Zaidi ya bilioni 16 zililetwa kwa maendeleo mbalimbali ya miundombinu na miradi ambayo tunatakiwa kuitekeleza. Bajeti hiyo iliidhinishwa na tayari tunaendelea kupokea fedha katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kati ya bilioni hiyo 16.691, bilioni 2 ni makusanyo yetu ya mapato ya ndani ambayo tunatakiwa tuyapeleke kwenye maendeleo mbalimbali na miundombinu ndani ya wilaya yetu.
Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA imetembelea mradi wa hospitali ya Kamanga Hospital Medics iliyopo eneo la Nyegezi jijini Mwanza, ambao kwa sasa uko katika hatua ya upanuzi. Hospitali hiyo inamilikiwa na wawekezaji wa Tanzania iliyoongozwa na Daktari Rodrick Kabagila ambaye ni mmiliki na mkurugenzi mtendaji wa mradi huo. Tupo hapa Mwanza tukiendelea na kampeni yetu ya kuhamasisha wawekezaji wa Tanzania, na lengo letu la leo tumetembelea hospitali hii inaitwa Kamanga Medics Hospital. Kamanga Medics Hospital ni mwekezaji Mtanzania ambaye amesajiliwa na mamlaka ya uwekezaji Tanzania. Mwekezaji huyu alisajiliwa miaka karibu 15 iliyopita, lakini leo hii tuko hapa kwa ajili ya kukagua ili uwekezaji wake katika sekta ya afya. Wamewekeza katika hospitali. Leo hii tunakagua expansion au upanuzi wa hospitali ya Kamanga Medics Hospital. Tunaona ni mwekezaji Mtanzania ambaye alithubutu kwanza kuangalia fursa ya uwekezaji katika kanda ya Ziwa, lakini vile vile katika mamlaka ya uwekezaji tunasaidia miradi mipya, lakini na ile miradi ya upanuzi. Huu mradi tunaona miaka 15 iliyopita ilikuwa ni hospitali ndogo. Leo hii anajenga gorofa zaidi ya 11, mradi ambao ni zaidi ya bilioni 30. Ni Mtanzania, ni Watanzania madaktari wameamua kuthubutu na imewezekana, lakini imewezekana kwa kupitia usaidizi wa mamlaka ya uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Niyataje baadhi. Kwanza ni zile vivutio vya kikodi. Tunatambua katika jengo lake hili jipya ambalo atawekeza atapata unafuu wa misamaha ya kikodi katika vifaa tiba katika hospitali yake. Tunatambua ataingiza MRI, CT scan, mashine za kufanya za theater kule, ataingiza x-ray machine, vitanda vyake vile na vile vifaa tiba vyote ambavyo vitahusika katika hospitali. Mamlaka ya uwekezaji itamsaidia kupata misamaha ya kikodi katika ushuru wa forodha katika 100%. Tunatambua hii ni sekta ambayo katika sekta ambazo serikali inazihamasisha. Kwa hiyo naomba kutoa wito kwa Watanzania kwanza kumuona Mtanzania mwenzao ambao tumemtembelea leo amefanya kazi kubwa, lakini haya yote yameletwa kwa sababu ya mabadiliko, lakini sheria na maboresho ya mazingira mazuri ya biashara ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hii awamu ya 6. Na nia yetu kubwa ni kuisaidia serikali katika kuweza kuharakisha huduma za afya karibu na watu. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Kwa hiyo kama wawekezaji wa ndani tukaona hii ni fursa ya kuweza kusaidia serikali, lakini tujitolee taaluma yetu katika nchi yetu. Kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi tumeanzisha hii mradi. Tumeweza kuanzisha huu mradi wa jengo jipya ambao uko nyuma yetu. Hii itakuwa ni jumla ya gorofa 11, yani gorofa zinazotumika ukiangalia na summit juu. Kwa hiyo mpaka ukisha utakuwa na vitanda takriban 200. Tumeweza kujisajili na iliyokuwa TIC, sasa hivi inaitwa TISEZA, ambayo kwa kweli so far tunaona itatusaidia sana katika vitu ambavyo tutakuwa tunavileta, tutaweza kuingiza kwa uweni kama mwekezaji aliyesajiliwa katika mamlaka ya TISEZA. Kwa mradi wetu wa nyuma mpaka ukiisha utakuwa na takribani ya bilioni 27 mpaka 30 mpaka mradi wote ukiwa umeisha kamili. So I'm very proud na usaidizi wote tuliopata na serikali. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imepewa rai kuhakikisha inabaini na kutatua changamoto za miundombinu inayokatiza upatikanaji wa maji, wakati serikali ikiendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa inayolenga kutatua tatizo la upatikanaji wa huduma hiyo katika kata ya Kimanga, jimbo la Segerea, Ilala, jijini Dar es Salaam. Rai hiyo imetolewa na mbunge wa jimbo la Segerea kwa tiketi ya Chauma, Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiza, mara baada ya kusikiliza changamoto ya maji na wakabili wakazi wa mitaa ya kata ya Kimanga katika ziara ya pamoja na DAWASA Kinyerezi, wakiambatana na meneja wa DAWASA makao makuu Mhandisi Pasco Fumbuka. Mheshimiwa mbunge ni shahidi. Nimekuwa nikikutafuta mara kwa mara kwamba iko shida katika mtaa wa Darajani, haswa katika eneo la Magufuli. Lakini leo hii mimi nashukuru kama umeweza kufika, na nafikiri ilikuwa ni kiu yangu kubwa sana, lakini pia na kiu ya wanakimanga kukuona kwamba umeweza kufika katika eneo hili. Ni kweli kabisa, inasikitisha umati huu uliokuta. Si kwamba watu hawana shida ya maji. Inawezekana watu wamezungumza mpaka wamechoka.
Sasa wamechukulia sehemu ya vikao ni kama sehemu ya siasa. Kwa majina naitwa Georgia Rugangista, nimemwakilisha mwenyekiti wa mtaa wa Twiga Ibrahim Kachara. Kwa kweli mtaa wa Twiga ndio waathirika sana wa maji. Nashukuru uongozi huu umekuja kututoa wamama ndio kichwani. Kwa sababu yani kuna maeneo ambayo maeneo ya makaburini, kuna eneo ambalo liko karibu na serikali ya mtaa, ni eneo la makaburi. Ni maji yanatoka kiasi, yanatoka kama uzi, lakini maeneo ya Mandela ya chini, KRM, mtaa wa Twiga, Masoko ni maji hayatoki kabisa. Kuna eneo la aluminium na kule nyuma na yenyewe hayatoki kabisa. Ni kero kubwa sana, tuna mwezi wa 5 sasa maji hayatoki. Swala la mgao wa maji katika eneo letu sio mara ya kwanza hii. Swala tu la upatikanaji wa hayo maji. Lakini nataka kusema kwamba tukifika mtaa wetu ule wa Kisiwani, kuna kisima kikubwa sana cha maji. Kisima kile kina tenki pale Masoko. Hivi ni waulize watu wa Dawasco, wanashindwa nini kuweka maji pale ili wananchi wapate maji? Na kisima kile ni kikubwa na kina maji mengi na tutaki kutumia. Nini kinachotushinda katika hilo? Mimi natutaka tuseme kwamba mtu hakikishe kwamba tufike pale Kisiwani kwenye kile kisima, tuangalie nini tatizo, maji yapandishwe pale, watu wagaiwe maji. Tusisubiri tu maji kutoka Ruvu. Mbona vyanzo tunavyo huku? Kwa hiyo changamoto kubwa huku ni pressure. Pressure ni ndogo bila kujali mtu anaishi mlimani, anaishi chini. Pressure ni ndogo. Lakini pili, maji yanatoka kwa muda mfupi. Ina maana yangetoka kwa masaa 12 kwa mfano. Pamoja kwamba mimi sio mtaalamu mzuri wa mambo ya maji, lakini at least najua what's the meaning of pressure kuwa kubwa na kuwa ndogo. Kwa hiyo maji yangeza kuwafikia kwa sababu maji yatatembea mwendo mrefu. Sasa unakuta maji yanatembea mwendo mfupi kwa nyumba chache, tenki maji yameisha, watu wanabaki hawana nini? Hawana maji. Sasa nikwambie jambo moja. Mara 100 wananchi wa jimbo la Segerea hususan hapa Kimanga, maana nikiongea hivi naongea na wewe kwa jimbo zima. Mara 100 wote wasingepata maji kwa 100%. Kilio kikawa ni kwamba sisi hatupati maji wana Kimanga au wana jimbo la Segerea. Wapo wanaopata maji kidogo, lakini wapo wengine maeneo mengine hapo wanayapata vizuri, ni machache sana. Sasa hii inaleta uchonganishi. Kwanza ni uchonganishi kati ya wananchi na serikali, lakini uchonganishi kati ya wananchi na mbunge, uchonganishi kati ya wananchi na wenye viti wa serikali za mitaa, madiwani na serikali nzima kiujumla, mkiwemo ninyi DAWASA. Utoshelevu wa maji kwenye maeneo haya kuanzia sasa, Mheshimiwa Mbunge, nabadilisha formula. Badala ya kuleta maji siku moja labda na kustep kwa masaa labda 12 mengine, maana tunakukishaleta mwanzoni labda Jumanne umeleta maji, labda umeanza saa 1 usiku, labda saa inakatika baada ya masaa 6, si ndio? Maana tena ukianza siku nyingine hujafanya chochote, unaanzia pale pale ulipoisha. Kwa utakaopata maji ni wale wale. Kwa hiyo ninaomba wazazi wangu na Mheshimiwa Mbunge mniridhie siku 7, japo tunaanza rasmi Jumatatu, kwa maana mgao kuanzia Jumatatu, ila nipate siku 7 kwanza za kuboresha hili, kwa maana ya kupitia haya maeneo yote yaliyosemwa, Tembo Mgwaza, Twiga na maeneo yote ambayo yamezungumzwa hapa, tuone inawezekana pia paka labda na shida nyingine ya ziada. Lakini kwa maana ya mimi kama msambazaji mkuu wa maji na jikomiti hapa, naomba siku 7 za kuboresha eneo la Kimanga. Mtazamaji, tunahitimisha habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi ni katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu
kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa bank assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Habari za kimataifa. Israel imefungua tena leo mpaka wa Rafah unaunganisha nchi ya Misri na ukanda wa Gaza baada ya kufungwa kwa takriban mwaka mmoja, ingawa masharti makali bado yanatumika. Kwa sasa ufunguzi huo unafanyika kwa majaribio na watu hawataruhusiwa kuvuka mpaka hadi kesho kutokana na majadiliano yanayoendelea kuhusu usalama na taratibu za uendeshaji. Msemaji wa Israel amethibitisha hatua hiyo, huku vyanzo vya Kipalestina vikisema kuwa wagonjwa takriban 50 ndio watakaoanza kuruhusiwa kutoka Gaza pamoja na walezi wao. Hata hivyo, vyanzo vya usalama vya Misri vimesema upande wa Palestina bado havijafunguliwa, kwani jeshi la Israel linaendelea kudhibiti mpaka tangu kusitishwa kwa mapigano mwezi Oktoba mwaka jana. Na kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inaendelea kurenga vurugo miundombinu na usafirishaji na mawasiliano kati ya miji na vijiji nchini Ukraine. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, Zelensky amesema kuwa katika kipindi cha wiki moja pekee Urusi imetumia zaidi ya droni 980, takriban mabomu 1100 na makombora mawili dhidi ya Ukraine, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa anga. Huku hayo yakijiri, katibu wa Baraza la Ulinzi wa Taifa nchini Urusi, Sergei Shoigu, amewasili China kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Wang Yi kuhusu usalama wa kimataifa na kikanda. Ziara hiyo inafanyika sambamba na mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Urusi na Ukraine na maafisa wa Marekani wanaolenga kutafuta njia ya kumaliza vita vinavyoendelea kwa karibu miaka 4. Nyaraka mpya zinazotolewa na serikali ya Marekani kuhusu wafanyabiashara
mfanyabiashara aliyepata kutiwa hatiani kwa kuingilia watoto kingono Jeffrey Epstein zimesababisha mshtuko kimataifa. Nyaraka hizo mpya zimesababisha pia kujiuzuru kwa afisa wa ngazi ya juu nchini Slovakia na kufufua wito nchini Uingereza kwa aliyekuwa mfalme kushirikiana na wachunguzi wa Marekani. Afisa huyo Slovakia amejiuzuru baada ya kufichuliwa kuwa alikutana na Epstein miaka kadhaa baada ya kuachiwa huru kutoka gerezani, ingawa hakutuhumiwa kufanya kosa lolote. Aidha, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema aliyekuwa mwanamfalme wa nchi hiyo na mtoto wa Malkia Elizabeth wa pili aitwaye Andrew anapaswa kutoa ushirikiano kamili wa mamlaka za Marekani kuhusu uhusiano wake wa muda mrefu na Epstein. Nyaraka hizo pia zimeonyesha mawasiliano ya Epstein na watu mashuhuri wakiwemo aliyekuwemo mshauri wa Rais Donald Trump Steve Bannon na wafanyabiashara maarufu kama Bill Gates na Elon Musk. Pia zinatoa mwanga juu ya uchaguzi uliosababisha mashtaka ya uraguzi wa ngono dhidi ya Epstein mwaka 2019 na mshirika wake wa muda mrefu Ghislaine Maxwell mwaka 2021. Mtazamaji, tumefika tamati ya habari za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa kuangazia yale yaliyojiri katika michezo siku ya leo. Habari za kimataifa. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amewahakikishia Wazanzibari kuwa ujenzi wa uwanja AFCON Fumba utakomalizika kwa wakati uliopangwa na kutumika katika michuano ya AFCON iliyotarajiwa kufanyika mwaka 2027 kwa ushirikiano wa Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amewaeleza kwamba wasimamizi katika ujenzi huo wanakwenda vizuri na ujenzi umefikia 30% kwa ajili ya kuweza kukamilika kuelekea michuano ya AFCON mwaka 2027. Na hali halisi ya maendeleo ya ujenzi wa uwanja, maendeleo yanaendelea vizuri, kazi inaendelea vizuri, na kwa hakika uwanja huu kama ambavyo tumeonyeshwa pale kwenye michoro ukikamilika, tunategemea utaweza kuchukua wananchi 36,500. Maendeleo ya ujenzi yanaendelea vizuri. Wenzetu wametueleza kwamba sasa wako kati ya 30% ya ujenzi na wako kwenye muda kama ambao muda tumewapa. Lakini kizuri zaidi ambacho kimenifurahisha sana ni kuona namna ya kampuni yetu ya Orkun ambao wako serious, wanafanya kazi hapa mchana na usiku. Na nataka niwahakikishie wananchi kwamba kazi hii itaendelea kwa sababu vifaa vyote vinavyohitajika kwenye uwanja viko tayari hapa site. Kwa hiyo hakuna sababu ya kazi hii kudelay. Lakini wahakikishie kwamba uwanja huu hautasimama
na azma ya Mheshimiwa Rais iko pale pale. Mwaka 2027 uwanja huu utatumika kwa michezo, mashindano ya AFCON ambayo wenyeji ni Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo uwanja huu utakuwa tayari kwa viwango vyote vilivyokusudiwa ikifika huo muda ambao wamekusudia. Phase hii tunajenga huu, lakini kutakuwa na hoteli 5-star hotel na itakuwa ya baharini, itakuwa iko maeneo hapo mbele hapo pale tulipokwenda mbele. Lakini kutakuwa na hospitali ya sports hospital, nayo itakuwa upande huu nyuma kule. Lakini kutakuwa na uwanja mwingine wa paredi hapa. Sasa ile kucheza paredi ndani ya uwanja kwenye zile nyasi tutaondosha na tutaweka uwanja mwingine wa paredi utakuwepo hapa. Lakini tutakuwa na access ya parking. Najua mtauliza magari yatakaa wapi? Zaidi ya gari 2000 zitakuwa na parking ya kukaa bila shida yoyote. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais amekusudia kufanya kitu kikubwa na sasa kazi hii inaendelea. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, naamini leo na siku nyingine zijazo mtaendelea kuwa mabalozi wazuri wa kuyatangaza mema yanayofanywa na serikali yetu chini ya uongozi wa Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambayo kwa hakika yanaendelea kuineemesha Zanzibar, yanaendelea kuipa heshima Zanzibar, lakini yanaendelea kuitambulisha Zanzibar katika sura ya kimataifa siku hadi siku. Duniani miwanja kama hii, ukitembelea pale Uingereza kwenye Emirates Stadium, uwanja kama huu ule unabeba watu 60,000. Lakini kuna vitu ambavyo uwanja huu vinafanana. Nadhani ukikamilika watu wataona ni fursa zipi za kibiashara ambazo. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na baada ya klabu ya Young Africans kuweza kuambulia sare katika mchezo wa jana wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo walikuwa wanacheza dhidi ya National Al Ahly katika dimba la New Amani Zanzibar. Meneja wa kikosi hicho Walter Harrison ameweza kuelezea maandalizi yao kuhusiana na kikosi cha Young Africans kutoka visiwani Zanzibar kuja Tanzania bara, pamoja na kuweza kuondoka Tanzania bara kuelekea pale nchini Rabat, Morocco kwa ajili ya mchezo wa Februari 7 mwaka 2026 dhidi ya FAR Rabat. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mungu kwa kumaliza mchezo salama siku ya jana. Ilikuwa mechi ngumu kama ambavyo kila mmoja wetu aliweza kushuhudia. Wananchi walijitokeza kwa kiasi kubwa sana na walitupa support kubwa sana ambayo ilituongezea nguvu katika mapambano yetu siku ya jana. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mashabiki zetu wote ambao walikuja jana uwanjani, ambao walikuwa nyumbani. Mchango wenu tumeuona na tuna ushukuru sana. Baada ya kukamilika mchezo siku ya jana, kama ambavyo unaona kikosi kiko kwenye hatua za kuweza kufanya recovery kwa wale ambao wamecheza, lakini mazoezi ya kuweza kufidia kwa wale ambao hawakuweza kupata nafasi siku ya jana. Baada ya hapa mchana huu kikosi kitaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mchezo unaofuata dhidi ya FAR Rabat ambao utafanyika Rabat, Morocco tarehe 7. Kesho tutakapofika Dar es Salaam tutakuwa na mazoezi kabla ya siku ya Jumanne safari ya kuelekea pale nchini Morocco itakapoanza. Sisi kama ambavyo unaelewa, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya vizuri na kwenda kwenye hatua inayofuata kwa maana ya robo finali. Tayari tumeshacheza michezo yetu minne mpaka sasa hivi tukiwa na point 5 kwenye nafasi ya 3 kwenye ligi. Kwenye kundi letu. So kinachofanyika hapa ni kuhakikisha kwamba tunaweza kutimiza malengo hayo kwenye michezo yetu miwili iliyobaki. Kwa hiyo wananchi popote walipo, sisi tunafanya kazi yetu ya kuhakikisha kwamba tunaiandaa timu ili kuhakikisha lengo hilo linatimia, lakini wao wana nafasi yao ya kuweza kuhakikisha kwamba wanatuombea dua na kutupa support yote ambayo inahitajika kwenye michezo yetu hii miwili ili kuhakikisha kwamba lengo hili ambalo tumekuwa nalo linatimia na tunalitimiza kwa pamoja. Kwa hiyo nguvu, akili, kila kitu sasa hivi kimehamia kwenye michezo hii miwili ambayo kwetu ni lazima kuhakikisha kwamba tunaicheza vizuri
kama tunataka kwenda kwenye hatua inayofuata. Tunaamini tunaweza kufanya hivyo kwa ubora wa kikosi ambao tuko nacho, lakini pia kwa maandalizi ambayo uongozi wa Young Africans wameweza kuya provide kuanzia mwanzo wa mashindano haya mpaka hapa tuliko sasa hivi. Kwa hiyo tunaamini tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuweza kujiandaa na michezo yetu miwili iliyobaki na mwisho wa siku kwenda kutimiza lengo la kwenda kwenye hatua ya robo finali. Inaashiria kwamba lengo letu bado halijatimia na tunaendelea kufanya kazi kwa nguvu zetu zote ili kuhakikisha kwamba lengo letu linatimia. Watu wengi walikuwa wanategemea labda baada ya mchezo wa jana leo kwa kuwa tunasafiri labda tungepumzika, lakini hapana. Bado tuna safari ndefu ya kuweza kutimiza malengo na ndio maana tuko hapa kwa sasa hivi. Kwa hiyo hichi unachokiona kwa wachezaji, kwa technical staff ni kwa sababu ya kutaka kutimiza lengo ambalo tumejiwekea wakati tunaanza michuano hii ya ligi ya mabingwa. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na uchaguzi wa kuwapata viongozi wa chama cha Netball Tanzania Chaneta unaofanyika leo Februari 1 mwaka 2026 katika ukumbi wa chuo cha mipango jijini Dodoma Netball nchini na kuendeleza juhudi za kukuza vipaji na mashindano mbalimbali ili kuhakikisha kwamba Chaneta ni miongoni mwa chama ambacho kinafanya vizuri zaidi katika mchezo wa Netball Tanzania na viongozi ambao watapatikana kuwa ni viongozi wenye weledi kufanya kuweza kukiongoza chama hicho kuwa na mafanikio makubwa zaidi nchini. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa ambapo Liverpool iko katika mazungumzo ya kumsajili hiyo Uholanzi Luciano Tulaida akitokea Sunderland ambayo iko pale nchini Uingereza. Mazungumzo ya awali yamefanyika kati ya klabu hizo mbili huku coach Ancelotti akimfahamu vizuri Guetta tangu awe Fenerbahce, jambo lilomfanya aweze kumsisitiza kuweza kusajiliwa ndani ya kikosi chake cha Liverpool. Liverpool iko katika hatua za mazungumzo ya mwisho ya usajili huo wa mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi ya beki wakati pembeni. Ancelotti kwa sasa anafuatilia mchezaji huyo mwenye sifa hiyo ili kuimarisha safu yake ya ulinzi kikosini ambapo anatarajia kuona kwamba Tulaida atafanya vizuri zaidi ndani ya kikosi cha Liverpool msimu wa mwaka 2025 msimu wa mwaka 2026. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini leo na kuacha na hii. Unajua timu ambayo inakuwa ngeni katika uwanja husika inapoondoka na matokeo huwa na furaha namna gani? Leo nimekuletea hichi. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku kutoka kwa TMA. Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao na saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa upande wa kanda ya kati, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Victoria na Ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa.
Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Na kwa ukanda wa pwani yote, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, kanda ya kati, mkoa wa Morogoro, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya jua. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua na mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa pili. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 4 ya mwezi wa pili. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia vipindi vya jua, mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa pili. Na Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Rais Samia tunukiwa tuzo maalum ya kiongozi mwenye maono. Kimataifa, Israel yafungua tena mpaka wa Rafah kwa majaribio. Na katika michezo, ujenzi wa uwanja wa AFCON Zanzibar wafikia 30%. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, jina langu ni Zinazile Mswima. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii @Sky International TV. Uwe na weekend iliyo njema.